Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja na ujumbe wa kukaribisha kwenye ibada ya kesho siku ya Ijumaa. Nitumie pia mwanya huu pia kukaribisha kwenye ibada ya Jumapili. Lakini kuanzia kesho tutakuwa na ibada ya kukata rufaa. Jana nikiwa nafundisha mahali hapa, Mungu alisema na mimi neno, katia neno ndani yangu kwamba nataka kuingia na watu kwenye maombi ya kukata rufaa. Sababu kuna watu ambao wamekuwa wakiomba, wamekuwa kidai haki zao lakini zinazuiliwa. Waambie watu wangu waende kwenye mahakama ya juu zaidi, wakate rufaa. Kwa tutakuwa na maombi ya kukata rufaa. Kama mwanamke huyu kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya 8, alienda kwa mfalme, Biblia inasema kwamba akamlilia mfalme. Kiingereza inatumia neno alienda akakata rufaa. She went to the king and made an appeal. Kwa alikwenda kwa mfalme kukata rufaa. Maana yake nini? Maana yake huku nyuma kesi yake ilikuwa inazuiliwa. Maana yake huko nyuma watu walikuwa wanacheza na kesi yake. Walikuwa wanamzuia, walikuwa na kataa, hawampi haki yake. Akakata rufaa kwa mfalme. Kwa hiyo na sisi kesho jioni tunaenda kuingia kwenye maombi ya kukata rufaa. Kama kumekuwa na vizuizi huko nyuma vinazuia, sasa tunaenda kuingia kwenye maombi ya hatua nyingine ya kukata rufaa. Ni ukaribishe kwenye ibada kesho Ijumaa. Wakaribishe na wengine, waambie kesho kuna maombi ya kukata rufaa. Kama unasikia ni Ijumaa asubuhi, basi waambie leo kuna maombi ya kukata rufaa Waters of Life. Karibu sana mwana Waters of Life, usikose ibada kesho jioni. Lakini pia na wewe utakayesikia clip hii, njoo kwenye maombi haya, tuje tukate rufaa. Mimi na wewe tukiungana pamoja, tukaenda mbele za mfalme wa wafalme, tukakata rufaa, tutapatiwa haki yetu. Mwanamke huyu alipokata rufaa, Biblia inasema kwamba mfalme alimrejeshea vitu vyake mara 7. Alitoa amri. Akasema mrejesheni vitu vyake mara 7. Kwa hiyo kupitia maombi ya kesho ya kukata rufaa, ninaamini kabisa kwamba kuna vitu unakwenda kurejeshewa. Neema ya Bwana iwe pamoja na wewe. Unapoisikia sauti, Mungu akubariki sana. Chukua hatua. Ninaamini kabisa Mungu aliyesema na mimi anakwenda kukuhudumia. Anakwenda kukupatia haki yako. Jiandae, hata kama uwezi kuomba, wewe ni mzito kwenye maombi, kesho Mungu ataachia nguvu ndani yako. Utapata breakthrough, utapata mpenyo wa maombi, mwenyewe utashangaa. Kwa sababu Mungu atachoangalia sasa sio maombi ulionayo, ataangalia nia ulionayo, moyo ulionao, kiu ulionayo, kilio ulichonacho. Ndiye atakachotazama. Kwa atakuwezesha mwenyewe kesho kuzungumza naye. Maana hatuombi kwa nguvu zetu wenyewe, bali Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha. Kwa hiyo utawezeshwa kesho kukata rufaa. Karibu kwenye ibada kesho na Mungu akubariki sana. Amen. Naitwa Pastor James Zunda Msimbeye, mchungaji wa kanisa la Waters of Life. Unaweza ukashare pia kwa watu wengine waweze pia kukaribishwa kwenye mwaliko wa kukata rufaa. Mungu akubariki sana. Amen. Shalom.